Mpendwa sana na mheshimiwa sana Baba Vika General, mheshimiwa sana Baba Vika wa watawa, madekano tuliopo hapa, maparoko wote, kwa namna pekee paroko wa kanisa kuu, mapadre wote, wakuu wa idara waliomo humu, watawa wote, waumini wote tunaojumuika katika adhimisho hili la misa takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ni jambo la kumshukuru Mungu tunapokutanika hapa kwa adhimisho hili, na ni mara ya kwanza tukikumbuka katika kanisa hili ile tarehe 3 jioni lilikuwa limefungwa na baadaye likafunguliwa, tukaingia tukafanya masifu ya jioni, na baadaye tarehe 4 Mei kukawa na misa ya kusimikwa jimbo. Tunamshukuru Mungu leo hii tunapoadhimisha misa hii kwa mara ya kwanza kubariki mafuta ya wagonjwa, mafuta ya katekumeni, na kuiweka wakfu Krisma. Na wakati huo huo niendelee kuwapongeza na kuwashukuru sana makuhani wote ambao tunafanya kazi katika jimbo hili la Bagamoyo, jimbo jipya. Jimbo letu lina nguzo mbili kwa upande wa makuhani. Upande mmoja kuna nguzo ya mapadre wa jimbo, na upande mwingine kuna nguzo ya mapadre wa shirika. Hawa ndio wanaofanya kazi kwenye parokia zetu. Baadaye kuna watawa wa kike ambao kwenye parokia hizo, baadaye tunawaona waumini hapa. Nguzo hizi mbili katika kipindi chote hiki cha mwaka mmoja tunaoelekea kumaliza, ndio maana nasema nawashukuruni na kuwapongeza kwa upendo, kwa ushirikiano, kwa kuwa kitu kimoja, kwa kufanya mamoja. Ni jambo ambalo linampendeza Mungu. Tulipokuwa tunaanza jimbo, kila mmoja alikuwa anasema sasa jimbo la Bagamoyo litakuweje? Ukiangalia upande wa mapadre wa jimbo wako wachache sana. Walikuwa 14 na mimi nikawa 15. Sasa tumebaki 14 tu. Mwenzetu mmoja ametutangulia. Tunaendelea kumwombea pumziko la milele. Kwa ushirikiano huo katika nguzo hizo mbili, upande wa mapadre wa jimbo kuna mwenyekiti wa mapadre, Padre Joseph Mapunda, na upande wa mapadre wa shirika kuna mwenyekiti wa watawa. Yeye anachukua wote sasa, Padre Ezekiel Mrema. Kwa nguzo mbili zinazotegemezana, zinazofanya kazi pamoja, na ndio maana nachukua nafasi kuwashukuru sana. Kwa shukuru kwa utayari wenu, hasa pale ambapo tukipata tatizo tunaungana, tunashirikiana vizuri, na tunajua kwamba tulipata tatizo la kufiwa na mwenzetu, lakini kwa umoja na ushirikiano pamoja na majonzi tuliyokuwa nayo tulifarijika na kuweza kumsindikiza mwenzetu vizuri, na ndivyo inavyotakiwa kuwa kama makuhani, kwa sababu tunapofanya kazi katika maparokia yetu haya, tunapokutana na waumini hawa, wanapenda wapate chakula bora cha kiroho, wanapenda walishwe neno la Mungu na waweze kumpokea Yesu Kristo. Na wanapofanya yote hayo, wanatuangalia sana tulivyo, ushirikiano wetu, upendo wetu kati yetu.
kwa sababu sisi ni Kristo wengine, na ni sisi ambao tunamfanya Yesu awepo katika familia, awepo katika jumuiya, awepo katika ulimwengu. Kwa sababu hiyo tunayo kazi kubwa hiyo ambayo ni muhimu. Wakati mwingine pengine waumini wetu wanaweza katoka huko wamejeruhiwa, pengine wanahuzunika, wakitaka faraja wanapokuja kanisani. Kwa hiyo wanapotukuta, tunapowalaki na kuwakaribisha kwa moyo wa upendo, wanapata faraja, na wanapopata faraja hii wakiendelea kumtukuza Mungu. Mtaguso wa Pili wa Vatikano katika hati ya mwanga wa mataifa, ambaye ni Kristo mwenyewe ambaye ni mwanga wa mataifa, tumeitwa kuwa watakatifu, na kila mmoja ana nafasi yake, na katika maisha yetu hayo ya kumwelekea Mungu katika utakatifu, tunaalikwa kutakatifuza malimwengu. Hatuwezi kutakatifuza haya malimwengu kama tukiishi vibaya, kama tusipokuwa na ushirikiano, kama tusipokuwa na upendo kati yetu, kama tusiposaidiana katika mawazo, katika ushauri na katika kuitenda kazi ya Bwana. Ndipo hapo tunaweza tukatakatifuza malimwengu, kwa maneno mengine tukauongoza ulimwengu kuelekea kwa Kristo mwenyewe, mwanga wa mataifa. Ndio maana katika siku hii ya leo, siku muhimu, ndugu zangu waumini ambao mko hapa, mtuombee sisi makuhani, mtuombee tuitende kazi hii vizuri, tumwakilishe Kristo ilivyo, tumlete Kristo kwenu ipasavyo. Mtuombee, sio mtuseme. Waumini mnaweza mkafika wakati fulani mkatusema, katika kutusema huko mkafikiri kwamba mnafanya kitu kizuri, lakini kwa hiyo mnaharibu. Katika kuharibu huko ni nini? Maana yake kila mara tunapoangalia na tunapoangalia makuhani, tuna nafasi muhimu sana kama waumini kuwasaidia hawa katika mambo yote, kwamba kwa maneno mengine ni baba zetu, lakini upande mwingine ni watoto wetu. Sisi makuhani hatujatoka hewani, tuna wazazi, tulizaliwa, na baada ya kuzaliwa hapo tukakabidhiwa kwa kanisa, na baada ya kukabidhiwa kwa kanisa tunakutana na ninyi, ambayo sasa tukiangalia kwenye kanisa hilo ni nguzo muhimu hiyo ya walei kwa ajili ya kusaidia vile kanisa hilo. Na kwa sababu hiyo hawa wanakuwa ni wazazi kwa upande mwingine, lakini kwa upande mwingine ni watoto. Ni kama Agustino anavyoongea alipokuwa anaadhimisha kumbukumbu ya uaskofu wake, alisema, jamani, pamoja na ninyi mimi ni Mkristo, lakini kwa ajili yenu mimi ni askofu. Lakini akatahadharisha kwanza kwamba hili la pili ni gumu sana, ni hatari, linaweza likanipeleka jehanamu. Kwa hiyo linahitaji uangalifu wa hali ya juu. Lakini hili la kwanza, pamoja na ninyi mimi ni Mkristo, ni zuri zaidi, kwa sababu ni Mkristo pamoja na ninyi. Lakini upande mwingine sasa ni baba, na ndio hapo sasa, badala ya kutuzomea, badala ya kutusema mtusaidie. Ulimwengu wa leo unatuangalia sisi wote kama waumini, sisi makuhani na ninyi waumini walei. Kwa hiyo tukianza kujisema kule huko mitaani kufanya nini huko, wanatushangaa, na wanapotushangaa wakati mwingine wanatuzomea, yaone haya, na wanatutukana. Kwa sababu hiyo tusaidiane zaidi kuliko kusemana, tuongozane zaidi kuliko kutelekeza.
kila mmoja na sisi sote. Ndio maana kanisa anasema ni watu wa Mungu wanaosafiri pamoja kumwelekea Mungu, na katika safari hiyo kuna makuhani na vile vile kuna waumini walei, kwa sababu tusaidiane. Ndio maana siku ya leo nasema kwamba ni muhimu hiyo. Mtatusikia tukirudia ahadi zetu mbele yenu ambazo tuliziweka kila mmoja katika nafasi yao, wengine miaka 25, wengine miaka 50, wengine miaka 10, wengine miwili, wengine mmoja, lakini mwisho wakati tunazirudia hizi, lengo tuishi vizuri zaidi, tuweze kuingia katika maisha ya kiroho ya Kristo mwenyewe, kama wote tunavyoitwa hivyo, kila mtu katika nafasi yake. Tuingie nafasi hiyo, tuweze kumwangalia Kristo ambaye tunamwakilisha huyo, tuingie katika maisha yake ya kiroho, yule aliye wasamehe watu, aliye waponya watu, yule aliye watakatifuza watu. Katika masomo yetu, kisoma somo la kwanza tulilosikia na injili ya leo, kama Yesu anayachukua yale na kuyaweka yake, na kwa namna ya pekee tunaweza tukaangalia kwamba Yesu katika injili ya leo anaweka mpango mkakati, mpango kazi, atafanya nini katika uwepo wake hapa duniani, anapoangalia watu, anapokutana na watu, alishaona tayari wanahitaji nini. Jambo la kwanza tumeona anaongea kuhubiri habari njema kwa maskini. Katika kuangalia maskini hawa, tunaweza tukaangalia maskini ambao wamekosa mali, wamekosa vitu muhimu katika maisha yao, lakini umaskini vile vile unaweza kuhusishwa umaskini wa kiroho. Kwa kuna umaskini wa kiroho na umaskini wa kimwili, ambao ule kukosa vitu muhimu. Kwa upana zaidi, maskini wa roho, ambao yeye mwenyewe katika ile hotuba yake ya mlimani katika heri zake 8 ni mojawapo, heri walio maskini wa roho, wale ambao wanaona ni muhimu kumtegemea Mungu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Wahubiria hawa habari njema, wafariji hawa, kuwa karibu nao, kuwasaidia hao. Na anaongea kufunguliwa wafungwa, sio kwenda magerezani kuwatoa wale. Kuna mafumo, kuna kufungwa kwa aina mbalimbali, kuna kuwa gereza fulani. Katika ulimwengu huu tunaona wakati mwingine tumefungwa, tuko gerezani, na gereza letu kubwa ambalo linatutesa katika ulimwengu huu ni gereza la dhambi. Na gereza hili la dhambi linaongozwa na vishawishi hivi vitatu ambavyo vinautawala ulimwengu huu. Ya kwanza nasema kwamba ni kutafuta madaraka, na tumeona vita kutokana na hilo. Tumeona watu wengine wanauawa, na tumeona kusambaratika kwa familia. Tafuta madaraka, nani mkubwa katika familia? Na wakati mwingine ndoa zetu hizo zinavyokwenda. Kwa yote haya yanafanya kuwa tuwe wafungwa kiroho, na tunahitaji tufunguliwe. Tunahitaji msaada huu. Vipofu kupata kuona tena. Tunaweza tukawa vipofu kimwili kwamba tuna macho, lakini upofu wa kiroho ni mbaya sana, kwa sababu ni ule ambao hauoni mema, hauoni kwamba haya ni maovu. Kwa maneno mengine, dhamiri zetu zinakuwa zimekufa, hatuoni tena lipi jema na lipi baya. Matokeo yake tunashabikia maovu, na kwa sababu hiyo kuweza kuwa na
jicho la kiroho, na kwa sababu hiyo kuona makuu ya Mungu katika maisha yetu na hivi kumshukuru. Na anatangaza uhuru kwa wale ambao wanateswa, wamesetwa. Uhuru, unaweza ukateswa kiuchumi, unaweza ukateswa kiakili, na unaweza ukateswa vile vile kiroho, ukawa umefungwa, ukawa huna uhuru. Kuna watu ambao wana nguvu zaidi kuliko wewe katika uchumi. Rasilimali hizo kwamba hazigawanywi labda ipasavyo. Kiakili ndio tunaongelea leo, kwamba kuna wakati fulani tunaongelea afya ya akili. Wakati fulani mambo mengine yanafanyika mpaka unasema mbona hili linafanyika, watu waogope hata mtu. Mfano tu katika mavazi, mtu anavaa nguo unasema mbona hili ni vazi la kuvaa chumbani, hili si la kuvaa akiwa mitaani. Huyu anaonyesha kila kitu. Huo ni ugonjwa wa akili. Wakati mwingine wengine hawafahamu kwamba ni ugonjwa wa akili. Hiyo ni sehemu ya ugonjwa wa akili hivi. Uhuru si kufanya pendavyo. Uhuru ni kuwajibika. Tukisema kama kufanya kila upendacho, tunaongelea sasa anarchism. Wanasema anarchism. Ukienda kwenye pori unaona kwamba simba anafukuza swara, amefanya nini? Anataka mle, anamle sasa kwa ajili amefanya nini? Na njaa, anataka mle. The rule of jungle. Na sio hilo. Freedom means responsibility. Na ndio maana katika hilo maneno hayo matatu ndio maana to be responsible, to be transparent, lakini to be accountable kwa yule ambaye ndiye anayetuita. Kwa hiyo kuwaweka huru hawa ambao wamefungwa kwa mtindo huo, kiuchumi, kiakili, lakini vile vile hata kiroho, wengine hawaelewi tena wafanye nini. Nasema kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa, jubilei. Tulikuwa na jubilei kuu ambao tumemaliza mwaka uliopita huo 2025 kama mahujaji wa matumaini. Jubilei ni furaha, ni shangwe, lakini ni tathmini ya maisha. Tangaza mwaka wa Bwana, watu watathmini wamefika wapi, wanaelekea wapi katika safari yao ya kiroho. Na haya ambayo Yesu anayaweka hapa mbele yetu sisi kama makuhani, kama Yesu mwingine, ni ya kwetu. Ni haya ndio kazi yetu hiyo. Tunaweza kusema kwamba tunachukua mpango mkakati huu wa Yesu ambao tunao wajibu wa kuhubiri habari njema kwa watu hawa, wawe maskini wa kimwili au maskini wa kiroho, wafungwa, waliofungwa na dhambi. Ndio maana kila mara tuonyeshe njia ya kitubio, toba ya kweli, kama tunavyoelezwa katika Kwaresima. Kwa maneno mengine, wale ambao wametengwa, wale ambao wanaonekana wana maana, tuwaone wa maana, watoto wa Mungu, sura na mfano wa Mungu, ili wote wafurahie. Tuwaraki wote katika utume wetu. Na ndio maana utume wetu si wa kukaa ofisini tu. Utume wetu ni wa kutoka kwenda kuwalaki watu. Na ndio maana tunakuwa na utume wa wagonjwa, tukawaone wagonjwa na wazee kwenye nyumba zao. Wakati mwingine tuende mahospitalini tukaangalia hao wagonjwa, tukaangalie familia hizi. Wengine hawafungi ndoa, wachumba sugu muda mrefu. Kwa nini? Tuende tuangalie huko. Kwa hiyo kuwalaki, kwenda kuwalaki, pastoral outreach, tuende nje, tutoke. Hata wakati mwingine tunaweza tukakaa kwenye membari tukasema lete michango, hata leta. Lakini tukienda kule kwenye ukweli, tutaweza kutambua kwa nini, na tunaweza tukafahamu namna ya kufanya utume wetu. Kwa hiyo
Ndio kazi yetu hiyo tulio nayo kama makuhani ambao ni Yesu mwingine. Kama Yesu mwingine, tunazo ofisi hizo ambazo lazima tuzifanye kama makuhani. Kufundisha. Kufundisha ni kazi kubwa, ni pamoja na kuhubiri, na kwa sababu kujiandaa kwa ajili ya kuwalisha watu neno la Mungu, na wakati huo kuangalia wale wanaosoma masomo. Manake wakati fulani waumini wetu wanaweza kaja akafikiri kwamba mahubiri ndio neno la Mungu, na wakati mwingine wakasahau kwamba neno la Mungu linatangazwa. Kwa tuwe na masikio tusikilize wakati linatangazwa. Kwa hiyo kuandaa vizuri wale wanaosoma masomo, wasisome tu, wajua hawasomi kama kusimulia hadithi, bali wanatangaza neno la Mungu. Ni sehemu ya kufundisha yote haya. Kufundisha huko vile vile tunafundisha kwa maisha yetu. Tunafundisha kwa maisha yetu jinsi tunavyoshirikiana nao waumini wetu, na lazima tuweze kuwa kama makuhani tunaofikika. Maana sisi tukawa tunaogopwa. Tukiogopwa tutashindwa kuwapeleka kwa Mungu, lakini tukifikika itakuwa rahisi sana kuwapeleka kwa Mungu. Itakuwa rahisi sana kuwaelewesha na kuwafundisha. Na tusipofikika watakimbilia kukanyaga mafuta, watakimbilia kungine, kwa sababu tutakuwa wakali mno. Ni badala ya kukaribisha, sisi kama ni baba tunawakemea, watatuogopa. Wakituogopa wanasafadhali niende kukanyaga mafuta. Akienda kukanyaga mafuta, tumeferi kazi yetu kama makuhani. Sasa katika kufundisha huko, katekesi, watoto wetu kule mashuleni, tusiogope kwamba sisi mapadre hatuwezi kaenda shuleni tukafundishe dini shuleni huko. Watoto wetu wanaibiwa na imani zingine. Tuone uchungu huo, na uchungu huo tulitendee haki kanisa kwa kutoa haya mafundisho katika katekesi kwa waumini wetu wakati fana waelewe. Unaweza kushangaa leo tunabariki mafuta haya katekumeni, mafuta ya wagonjwa, mafuta tunaweka wakfu Krisma, wanakuja kuomba mafuta ili wajipake wao. Sawa mama, mafuta au mama au baba, mafuta haya si ya kujipaka ili ung'ae usoni. Haya mna maana yake, ni sakramenti. Na wewe hapo uweze kufanya sakramenti, pate mafundisho juu. Waelewe mafuta yetu haya matatu ambayo yanabarikiwa leo haya. Tuna kazi kubwa katika kufundisha huko. Kwa tunawafundisha kwa maisha yetu, na vile vile tunawafundisha kwa kuongea, kuwaonyesha njia ili waelewe vizuri. Na ndio maana katika kufundisha huku tunawaomba watawa vile vile msikae kimya, watawa wa kike. Sisi si tunakaa tu ndani huko basi. Tuungane na makuhani katika kufundisha waumini wetu waelewe imani yetu. Leo hii ukiona muumini anasema Mungu si yule yule tu, wote tunamwabudu Mungu yule yule, ujue huyu hajui kitu. Ukimuuliza kwa nini unaitwa sasa Mkatoliki, basi kikuwa jina moja, kwa nini kuna majina mengi? Kuna kitu ambacho kinatutofautisha katika kumwendea huyo Mungu unayesema ni mmoja. Na kwa sababu hiyo kazi kubwa tunayo kufundisha. Mafundisho yetu yawafanye watembee kutoka katika ubaya kuelekea katika uzuri, wayafurahie na haya yawapeleka katika uzima wa milele. Tuna kazi ya kutakatifuza katika sakramenti tunazozitoa kama Yesu Kristo mwenyewe aliyofanya. Ndio sakramenti hizo tunapobariki mafuta leo na kuweka wakfu Krisma, ina maana sana.
Kwa hiyo tuna kazi ya kutakatifuza, kubariki, lakini tuna kazi ya kuongoza. Kiongozi hakai nyuma, kiongozi anakaa mbele. Wala nao waongoza wanamfuata. Akikanyaga mwiba anasema usije ukakanyaga hapa, utachomwa mwiba. Kwa wa kwanza kuchomwa mwiba ni kiongozi. Kuongoza. Kwa tuwaongoze hawa waumini wetu ipasavyo. Lakini wakati mwingine tunajiongoza sisi wenyewe vile vile. Kujiongoza wenyewe maana yake kuangalia kabisa kwamba ukuhani ni sakramenti ya huduma. Kama sakramenti ya huduma, ninapokalia kiti cha rehema, kiti cha kitubio, nakaa kwa niaba ya Yesu. Wanapokuja sio kwamba mimi nimekuwa hakimu pale, lakini katika yale na mimi vile vile niweze kukijongea kiti cha rehema hicho, kiti cha kitubio, ili niitende kazi ipasavyo na inavyopaswa. Yote haya yanatuongoza katika tafakari yetu, katika tathmini yetu, na katika ushirikiano huu. Hata tukiwa wachache tunafanya kitu cha maana na Mungu anatukuzwa kati yetu. Tukiungana vizuri na waumini wetu, tukafanya vizuri pamoja na waumini wetu, Mungu anatukuzwa daima. Hakutakuwa na kiburi popote. Lakini tukitengana, tukatofautiana, tutashindwa kwenda mbele. Tuendelee kumwomba Mungu atusaidie, tuendelee kumwomba Mungu awe kiongozi wetu, hasa tupe afya njema ili tuitende kazi ipasavyo. Atuongoze na kututegemeza katika utume wetu. Wakati mwingine tunakuwa tumechoka wewe, tunapenda kulala, tuko hoi kwa sababu ya kazi nyingi tulizo nazo, lakini tufungue mioyo yetu kwake, ye mwenyewe atutegemeze na kutuongoza. Tumsifu Yesu Kristo.